بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، nakumbuka nilisema kwamba wiki hii insha Allah tutaanza darsa maalum. Darsa hili linalohusiana na masaili ya ashru Dhulhijja, linalohusiana na 10 la Dhulhijja. Nikawa nimesema kwamba huenda tukaanza Jumatatu darasa hii, sababu Jumatatu shekhe hayupo. Tutakuwa tukiitumia insha Allah mpaka atakaporudi Makka. Lakini sasa nikaona kulingana na tarehe zilivyokaa, nikapendelea darasa hili tulianze kabla ya kuingia Dhulhijja, ili watu wapate kufahamu yale mambo yasiyotakiwa kuyafanya katika masiku hayo ya Dhulhijja, wajiepushe nayo, na yale ambayo inapendeza kuyafanya tujitahidi kuyafanya. Hili ndio lengo la kuweka majlisi hii, kwa ajili ya kukumbushana, kwa sababu mwezi wa Dhulqaada unamalizika hivi. Mwezi wa Dhulqaada unamalizika. Kwa kulingana na tarehe na siku zilivyo, nikaona darasa hii tuanze siku ya leo Jumamosi, kadhalika na kesho Jumapili tutasoma, kwa sababu hii darasa ni darasa ambayo ni maalum, na kwa yule ambaye atapata wasa wa kuhudhuria kesho atahudhuria na yule ambaye kwake kuna taklifu si lazima kuhudhuria, sababu ni siku ambayo tuliitoa tuifanya ni siku ya mapumziko. Lakini nimeamua kusomesha pia ili twende sawa. Nataka wiki hii risala hii tuimalize, ili wiki itakayofuata tuendelee na ratiba yetu kabla ya kufika siku ya kufunga, sababu tutatoa mapumziko ya sikukuu. Kwa tutafunga kabla ya Arafa. Kwa nitaka kabla ya kufika Arafa iwe imemalizika hii risala, kwa maana wiki hii mpaka Alhamisi tumalize insha Allah, na baada ya hapo tutaanza na ratiba yetu. Tasoma kidogo, kisha tutaingia kwenye mapumziko ya Eidul Adha insha Allah taala. Kwa atakayeweza kuja atakuja, na yule ambaye atakuwa hajaingia mjini basi atabaki nyumbani, atasoma kwa njia ya online, atasoma kupitia mitandao. Hamna shida, kwa sababu mpaka hapa tunaposoma tuko darasani msikitini, lakini watu wanaosikiliza na kufuatilia kwa mtandao ni wengi saa zingine kushinda sisi tulioko msikitini. Na risala ambayo tutasoma ni risala hii, Ahkam Ashri Dhulhijja. Ni risala inaelezea hukumu za 10 la Dhulhijja. Risala hii imetumwa kwenye grupu la Masjid Hidayah. Kwa kama upo kwenye grupu unaweza ukaingia ukadownload, tukaenda sambamba.
risala hii inaelezea hukumu za 10 la kwanza la Dhulhijja wa ayamu tashriq, na masiku ya tashriqi. Masiku ya tashriqi ni yale masiku matatu baada ya siku ya Idi, yani siku ya 11, 12, 13. Hizi ndio ayam at-tashriq. Na risala hii ameikusanya al-Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i, imekusanywa na Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazru'i, ambaye huyu shekhe ni Muimarati, yupo Imarati pale Dubai, bado yuko hai, hafidhahu Allahu ta'ala wa ra'ahu wa saddada, na ni katika mashekhe na maduati walinganizi na walimu wa da'wa salafia, walillahi alhamdu wal minna, katika nchi ya Imarati kadhalika na kwingineko ambako sauti zake zinafika, kadhalika na rasaili zake na vitabu vyake vinafika kama hivi. Walillahi alhamdu. Sheikh Ibrahim Allah amemjalia kuwa na mkono mrefu katika kuandika, anakusanya sana, anaandika sana, walillahi alhamdu wal minna. Na vijana wake wa studio wanapiga kazi, yani akifanya muhadhara basi kesho kitatoka kitabu, akifanya muhadhara kesho kitatoka kitabu, hakadha. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala ajalie tunufaike kwa elimu yake. Na ni shekhe ambaye tumepata tazkia yake, wasifu wake na baadhi ya mashekhe zetu kama vile fadilatu Sheikh Dr. Muhammad Ghalib Al-Umari hafidhahu Allahu ta'ala. Huyu ni katika mashekhe zetu Dubai pale Imarati, nimesoma kwake na amemsema vizuri Sheikh. Allah awahifadhi wote, na kwamba ni daina, ni shekhe katika maduati wa dawa salafia. Kadhalika fadilatu Sheikh, walimu wetu pia Sheikh Hamid ibn Hussein al-Junaibi wafaqahu Allahu tabaraka wa taala, kadhalika pia ni katika mashekhe zetu, tumesoma kwake, naye pia amemzaki Sheikh Ibrahim al-Mazru'i na wengineo katika mashekhe zetu. Huyu Sheikh Ibrahim sijasoma kwake, lakini hawa niliowataja nimesoma kwao na wamemtaja kwa uzuri Sheikh Ibrahim wafaqahu Allahu tabaraka wa taala. Na risala hii nimependelea kuisomesha kwa sababu kwanza shekhe ametumia lugha nyepesi na amefupisha masaili, amefupisha masala, na utunzi huu na uandishi huu unawanufaisha na kuwasaidia tulabu la ilmi, hasa hasa watu ambao ndo wako kwenye levo za chini, watu wanaoanza. Rasaili kama hizi zinakuwa ni nafia, zinakuwa na faida kwa wao. Zipo rasaili na vitabu vikubwa vya maulamaa, lakini baada ya kuona, tukiangalia na wanafunzi wetu mustawa wao, nikapendelea tupitie risala hii insha Allah. Huko mbeleni tutakuja soma rasaili zingine za maulamaa biidhnillahi tabaraka wa taala. Na kama nilivyosema katika majalisi zilizopita kwamba inapokuwa
zimefika siku za minasaba kama hizi, tukawa tunafanya majlisi maalum au majalisi maalum za kusomeshana masomo ambayo yanafungamana na hiyo misimu. Ikikaribia Ramadhani hakadha, ikikaribia Dhulhijja ndo kama hivi tunaweka majlis. Kadhalika ikikaribia Muharram, sawa, baada ya Dhulhijja pia tutaweka majlis au tutaweka majalisi kuhusiana na Muharram, mwezi Muharram, na kuelezea mabaya wanaoyafanya Mashia, mabaya na machafu ya Mashia dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizi ni majalisi ambazo tutazifanya mwezi utakaofuata baada ya Dhulhijja, au tutazifanya kabla ya kumalizika Dhulhijja insha Allahu taala. Tayib, anasema Sheikh hafidhahu Allahu taala, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sheikh ameanza risala yake kwa utangulizi kumhimidi Allah tabaraka wa taala, na kabla ya kumhimidi Allah ameanza kwa bismillahi iqtidaan bikitabillah, kwa kufuata kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kitabu cha Allah jalla fi'ala. Ubtudia bilbasmala, kimeanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Kadhalika kwa kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika waandishi wake, alipokuwa akiandika rasail, barua kuwapelekea wakubwa na wafalme, kwanza alikuwa akiandika bismillahir rahmanir rahim, kisha akamhimidi Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema ni stahiki ya Allah mlezi wa viumbe vyote, na sala na salam zimwendee khatamin nabiyyin, mwisho wa manabii, yani mtume wa mwisho sallallahu alayhi wasallam. Swala na salam zimwendee khatamun nabiyyin, mwisho wa manabii, yani mtume wa mwisho ambaye ni Rasul sallallahu alayhi wasallam. Na hilo amelibainisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyotoa Imam at-Tirmidhi na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, aliposema wa ana khatamun nabiyyin, na mimi ndiyo mtume wa mwisho. La nabiyya ba'di, hakuna nabii atakayekuja baada yangu tena. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ana khatamun nabiyyin, na mimi ndiyo mwisho wa manabii. La nabiyya ba'di, hakuna nabii baada yangu tena. Kwa maana atakayekuja baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akidai utume, fahuwa kadhabun, mtu huyo atakuwa ni muongo, wa dajjalun, na atakuwa ni dajjal, yani muongo aliyepindukia, kama wanavyojitokeza baadhi ya misimu watu na kudai kwamba wao ni manabii, ni mitume, wametumwa na Allah tabaraka wa taala. Kama mnakumbuka, kuna mtu alidai kwamba yeye ni nabii Mkuranga kule, akavuma sana kwamba nabii wa Mkuranga, na akawa amepata masahaba, sawa. Wakawepo watu ambao aliwadanganya, wakamfuata, wakagodika naye, wakawa wamepotea kama alivyopotea. Kumbe hawakujua kwamba yule bwana kama ni kutumwa, basi alitumwa na majini,
awapoteze watu, na hakutumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna nabii baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama hadithi inayosema kwamba ana khatamun nabiyyin, mimi ndio mtume wa mwisho, la nabiyya ba'di, hakuna nabii atakayekuja baada yangu, illa an yasha Allahu, isipokuwa kitaka Allah. Iko hadithi hii na imetawala na watu wanaisoma na kusomeshana wengine, na wale wanaokuja kudai unabii katika hoja zao ni hii hadithi, la nabiyya ba'di, hakuna nabii atakayekuja baada yangu, illa an yasha Allah, isipokuwa akitaka Allah tabaraka wa taala atakuja nabii mwingine. Sasa Allah ndio akataka mimi nifanyaje? Nimekuja. Hadha alhadith hadithun makdhubun masnu'un, hii hadithi ni ya uongo, ni hadithi ya uongo, imetengenezwa kisha imenasibishwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahuwa hadithun mawdhu'un, hii ni hadithi ya uongo, haijathibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na amelibainisha hilo Imam al-Hakim fi al-Madkhal, kadhalika Imam Ibn al-Jawzi ameiweka katika kitabu chake al-Mawdhu'at, katika hadithi mawdhu'at. Kwa haina asili hadithi hii kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama hadithi iliyokuwa sahihi ni ile ya mwanzo tuliyoisoma aliposema wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, ambayo imeitoa Imamu Tirmidhi na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wassalatu wassalam ala khatamin nabiyyin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ama baada ya utangulizi huo, fa inna min fadli llahi ta'ala ala ibadihi, hakika miongoni mwa fadhila za Allah tabaraka wa taala juu ya waja wake, an an'ama alaihim, ni vile Allah kuwaneemesha waja wake, bilmawasimi alazimati, kwa misimu iliyokuwa mitukufu, wal ayami alfadilati, na masiku bora, litakuna maghnaman, ili misimu hiyo na masiku hayo iwe ni fursa ya kustafidi, litaiina, kwa wale watiifu wenye kutekeleza taati, wenye kufanya ibada mbalimbali. Allah tabaraka wa taala amewaneemesha waja wake kwa misimu mbalimbali ya kheri, misimu mitukufu na masiku yaliyokuwa bora, litakuna maghnaman, ili iwe ni fursa ya kunufaika na masiku hayo na misimu hiyo, litaiina, kwa wale wenye kutekeleza ibada, wa maidanan litanafusi almutanafisin, na ili iwe ni maidan, ni sehemu ya kushindana, yani iwe kama uwanja wa mashindano, litanafusi almutanafisin, mashindano ya kushindana watu wenye kushindania kufanya mambo ya kheri. Hii misimu Allah ameifanya kama ni maidan, kama ni sehemu za kushindana Waislamu, kushindana Waislamu katika mambo ya ibada, mambo mazuri, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, katika mambo hayo yaliyokuwa mazuri na washindane wenye kushindana. Waislamu wanatakiwa kushindana katika mambo yaliyokuwa mazuri, kujitahidi kila mmoja kufanya ibada kwa kadiri ya uwezo wake. Ibada za sunna kila mmoja jitahidi kuzifanya kwa kadiri ya uwezo wake wa mwisho. Kadhalika
kufanya matendo mengine yaliyokuwa mazuri, itaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hadhihi almawasimi, na miongoni mwa misimu hii, na miongoni mwa hiyo misimu na masiku yaliyokuwa bora, ashru Dhulhijja, ni msimu wa 10 la mwanzo la Dhulhijja. Ashru Dhulhijja ni msimu wa 10 la Dhulhijja, kwa maana al-ashru al-awwal min shahri Dhulhijja, 10 la kwanza la mwezi wa Dhulhijja. 10 la kwanza la mwezi wa Dhulhijja ni msimu na ni masiku yaliyokuwa bora, ambayo inatakiwa Waislamu kushindana katika masiku hayo katika kutekeleza ibada mbalimbali. Wa ayami tashriqi ba'daha, kadhalika na masiku ya tashriqi yanayokuja baada ya 10 la kwanza la Dhulhijja. Ayamu tashriq yanayokuja baada ya 10 la kwanza, kama tulivyosema, ayamu tashriqi, masiku ya tashriq yanaanza tarehe 11, 12 na 13. Haya ndio yanaitwa ayamu tashriq. Kwa siku hizi tatu zinakuja baada ya kumalizika 10 la kwanza la Dhulhijja. Kwa siku zote hizi, siku 10 za Dhulhijja, yani siku 10 za mwanzo za Dhulhijja, kadhalika na siku 3 baada yake, hii yote ni misimu ya kheri, ni misimu ambayo Waislamu tunatakiwa tukithirishe kufanya matendo mema kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii risala nimesema ipo kwenye grupu la markazi. Wale ambao hawajaingia waingie ili wafuatilie. Haithu anna hadhihi al-ayyama, Sheikh anaendelea kusema, haithu anna hadhihi al-ayyama, kwa namna ambayo masiku haya ya Dhulhijja, kadhalika na siku 3 baada yake, kanat mahallan liummahati al-ibadati, masiku haya kanat mahallan, yamekuwa ni wakati, mahallan ay waqtan, haya masiku yamekuwa ni wakati na ni sehemu, liummahati al-ibadati, yamekuwa ni wakati na sehemu ya kutekelezwa ibada zilizokuwa kubwa. Haya masiku haya 10 la kwanza la Dhulhijja na siku 3 baada yake ni wakati ambao na ni sehemu ambayo hufanyika katika nyakati hizo ummahatul ibada, ibada zilizokuwa kubwa, ibada mama, yani a'dhamul ibadat, ibada mama, ibada zilizokuwa kubwa. Akataja minas salati, kama vile ibada ya sala, watu wanaswali katika 10 hilo kama wanavyoswali katika nyakati zingine. Wasiyami, kadhalika watu wanafunga katika 10 hili la Dhulhijja. Inapendeza kufunga, yani kufunga ashru Dhulhijja, kufunga ashru Dhulhijja, yani kufunga siku yenyewe ya Dhulhijja. Sawa, ukiachilia mbali kufunga Jumatatu, Alhamisi, kufunga ashru Dhulhijja inapendeza kufunga. Kwa katika ibada ambazo zinafanyika katika hili 10 la kwanza, asiyam, kufunga. Kwa hiyo inapendeza kufunga haya masiku ya Dhulhijja, lakini sio kumaliza siku 9 zote, yani si kumaliza siku 9 au siku 10. Sawa, kwa sababu siku ya 10 kwanza haifungwi. Siku ya 10 ni siku ya Idi. Siku ya 10 inakuwa ni siku ya Idi, haifai kufunga siku ya Idi. Je, kufunga siku 9 zote? Haijathibiti
kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa akifunga siku 9 zote za Dhulhijja, lakini inapendeza kukithirisha kufunga, inapendeza kukithirisha kufunga siku nyingi, yani kuachia kidogo. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakifanya as-salaf wema waliotangulia. Wasadaqati, lakini pia katika funga ukiachilia mbali funga za kawaida, ipo funga ya Arafa. Katika haya masiku 10 ndimo hupatikana funga ya Arafa. Wasadaqati walhaji, kadhalika na masiku haya watu hutoa sadaka, kufanya ibada ya utoaji wa sadaka kwa wingi. Walhaji, kadhalika watu hutekeleza ibada ya haji katika masiku haya ya 10 la kwanza la Dhulhijja. Waludhuhiyati, kadhalika na watu wanafanya ibada ya udhuhiya, wanafanya ibada ya kuchinja wanyama. Hizi ni ibada ambazo zinafanyika katika masiku haya ya 10 la kwanza la Dhulhijja na siku 3 baada yake. Watu wanatekeleza ibada ya haji na watu wanatekeleza ibada ya kuchinja, dhabhul udhuhiya, kuchinja vichinjwa wanyama kama tutakavyokuja kuona mbele huko insha Allahu taala. Watakbiri, kadhalika katika ibada zinazofanywa kwa wingi katika masiku haya ya 10 la kwanza la Dhulhijja na siku 3 baada yake ni ibada ya takbir wa tahlil wa tahmid, kukithirisha kumkabiri Allah, kusema Allahu akbar, na tahlil, kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kumkabiri Allah na kumsabihi Allah tabaraka wa taala, kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, na kumtukuza Allah na kuleta takbira kwa wingi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd, kukithirisha kuleta takbira kwa wingi katika haya masiku ya Dhulhijja wa ghairiha, na nyinginezo min anwa'i al-ibada, katika aina mbalimbali za ibada. Walmuslim, Sheikh anasema, na muislamu matlubun bi an ya'mura hadhihi al-ayyama, anatakiwa kisheria ayaimarishe haya masiku. Walmuslim, na muislamu mutalabun, anatakiwa, anaamrishwa bi an ya'mura hadhihi al-ayyama, ayaimarishe masiku haya ya 10 la kwanza la Dhulhijja bi anwa'i al-qurbati, ay bi anwa'i al-ibadati, kwa kufanya aina mbalimbali za ibada zenye kumkurubisha kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala. Wa alayhi, na ni juu ya muislam, an yataallama, ajifundishe, al-ahkam ash-shar'iyyata, hukumu za kisheria, al-mutaalliqata biha, hukumu za kisheria zinazofungamana na masiku haya ya 10 la kwanza la Dhulhijja na siku 3 baada yake. Inatakiwa muislam an yataallama al-ahkam ash-shar'iyyata, ajifundishe hukumu za kisheria, al-mutaalliqata biha, zinazofungamana na haya masiku ya 10 la kwanza la Dhulhijja, liyuhsina istighlalaha, ili aweze kunufaika vyema na hayo masiku, kama yambaghi, kama vile inavyotakiwa. Ili mtu aweze kunufaika na jambo na aweze kupatia vile inavyotakiwa, ni sharti
asome, yani alisome hilo jambo alijue, ili ufanye ibada kwa itikani, ufanye ibada kwa ukamilifu na kwa uzuri, ni wewe uisome hiyo ibada, ni wewe uisome hiyo ibada. Ukisoma hiyo ibada utaifanya kwa itikani biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa hivyo Sheikh anasema inatakiwa pia Muislamu ajifundishe hukumu za kisheria zinazofungamana na haya masiku ya Dhulhijja ili aweze kunufaika vyema na kuyatumia vizuri masiku hayo kama yambaghi, kama inavyotakiwa aweze kuyatumia masiku hayo. Kisha baada ya utangulizi huo, shekhe alimaliza mukaddima wake, anaelezea ahamu masaili albahthi. Anasema wa ahamu masaili albahthi ma yali, masala makuu, nukta za msingi ambazo nimeziweka katika bahthi hii, nukta za msingi zilizomo katika bahthi hii, yani katika risala hii na katika research hii ambayo ameifanya shekhe na ukusanyaji huu, kukusanya masaili. Kwa nukta za msingi ambazo shekhe anakusudia kutufundisha katika hii risala ni nukta sita, ni nukta sita. Hizi ndio nukta kuu ambazo shekhe anakusudia kutufundisha katika risala hii, na ndio nukta ambazo insha Allahu taala tutaishi katika haya masiku kadhaa tukiwa tunasomeshana nukta hizi sita. Mambo mengine yataingia ndani ya hizi nukta, lakini nukta za msingi ziko sita. Nukta ya kwanza na masala ya kwanza, fadlu ashri dhilhijja. Katika risala hii tutajifunza ubora wa 10 la kwanza la Dhulhijja, ubora wa 10 la kwanza la Dhulhijja. Hilo ni jambo la kwanza katika mambo ambayo tutayasoma ndani ya risala hii, ni kufahamu ubora wa siku 10 za mwanzo za Dhulhijja. Thaniyan, nukta ya pili, ma yajtanibuhu fil ashri, ma yajtanibuhu fil ashri man arada al-udhiyata, mambo ambayo inatakiwa ajiepushe nayo. Ma yajtanibuhu, mambo ambayo inatakiwa Muislamu ajiepushe nayo, fil ashri, katika 10 la kwanza la Dhulhijja, man arada al-udhiyata, Muislamu aliyekusudia kuchinja udhuhiya. Hii ni nukta ya pili katika mambo ambayo na masala ambayo tutajifunza katika risala hii, mambo ambayo inatakiwa ajiepushe nayo Muislamu anayekusudia kuchinja udhuhiya. Kwa hiyo kila Muislamu ambaye mwaka huu amekusudia kuchinja udhuhiya, basi inatakiwa asikilize na afuatilie majalisi hizi, ima hapa kwetu au sehemu yoyote ambapo zinafanyika majalisi alilmiya katika kuwafundisha na kuwaelekeza Waislamu. Kikubwa uweze kufahamu masala hii imekaaje. Thalithan, nukta ya tatu, al-a'malu wat-ta'atu fil ashri wa minha alhajju waludhiyatu. Jambo la tatu, Sheikh anasema bayanu al-a'mali wat-ta'at, ni ubainifu wa matendo na ibada mbalimbali zinazofanyika fil ashr, ay fil ashr al-awwal, matendo na ibada mbalimbali, yani ubainifu wa matendo na ibada mbalimbali zinazofanyika
fi al-ashri al-awwali, katika 10 la kwanza la Dhulhijja. Wa minha, na katika matendo hayo na ibada hizo zinazofanyika katika 10 la kwanza la Dhulhijja, alhajju wal udhiyatu, ni ibada ya haji na ibada ya udhiya. Ibada ya haji haifanyiki isipokuwa katika masiku haya ya 10 la kwanza, tayari kadhalika na ayamu tashriq. Wal udhiyatu, na ibada ya kuchinja pia ni ibada ambayo inafanyika katika masiku haya 10, ambayo inaanza kutekelezwa ibada hii siku ile ya 10, ambayo ni siku ile ya Idi, yaum al-hajj al-akbar. Siku ile ya Idi ndio siku ya mwanzo ya kuchinja, kisha siku 3 baada yake. Kwa siku za kuchinja zinaendelea mpaka siku ile ya 3. Hizi zote zinakuwa ni siku za kuchinja na kula nyama, ni siku za kuchinja na kula nyama. Jambo la 4 katika nukta ambazo tutajifunza katika risala hii, Sheikh anasema fadlu yaumi arafata. Fadlu yaumi arafata ni ubainifu wa ubora na utukufu wa siku ya Arafa. Tutajifunza katika risala hii pia ubainifu wa ubora wa siku ya Arafa, watakbiru fihi, na ubora wa kuleta takbira kwa wingi siku hiyo ya Arafa. Bayanu fadhli yaumi Arafa, tutaona ubainifu wa ubora na utukufu wa siku ya Arafa. Kadhalika bayanu istihbabi at-takbiri fihi, ubora wa kukithirisha kuleta takbira, kumtukuza Allah, kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala siku ile ya Arafa, ambayo ni mwezi 9, na tutakujaona huko mbele insha Allah ta'ala. Siku ya Arafa ni mwezi 9. Mwezi 9 upi? Mwezi 9 kwa nchi yenu au mwezi 9 kwa nchi ya Saudi Arabia? Tutaona haya masala insha Allah ta'ala tukifika nukta ya siku ya Arafa. Jambo la 5, fadlu yaumi nahri, pia tutasoma ubainifu wa utukufu na ubora wa siku ile ya kuchinja. Fadlu yaumi nahri wa ahkamuhu, ubainifu wa utukufu na ubora wa siku ya kuchinja. Yaumu nahri huwa yaumul Eid, ni siku ile ya Idi. Yaum al-hajj al-akbar, ambayo ndio siku ya hija kuu, ndio inaitwa yaumu an-nahr, ni siku ya kuchinja. Wa ahkamuhu, kadhalika tupata kufahamu baadhi ahkamihi, baadhi ya hukumu zinazofungamana na siku ile ya kuchinja, baadhi ya hukumu zinazofungamana na siku ya kuchinja. Haya yote ni masala ambayo tutajifunza katika hii risala. Hilo jambo la 5. Jambo la 6 na la mwisho, fadlu ayami tashriqi wa adabuhu, ni ubainifu wa ubora na utukufu wa masiku ya tashriqi, wa masiku ya tashriqi wa adabuhu, na adabu zake. Kwa maana tutasoma pia baadhi ya adab za masiku yale ya tashriq. Yale masiku ya tashriq kuna adabu ambazo Muislamu anatakiwa ajipambe nazo anapokuwa katika masiku hayo. Nini natakiwa afanye, nini natakiwa aache. Hizi ndio adabu tutajifunza katika kifungu hiki cha mwisho kabisa katika hii risala ya Shekhe. Allah amhifadhi na atunufaishe kwa elimu yake.
Ayamu tashriqi tumesema ni masiku yale yanayofuata baada ya siku ya Idi, masiku matatu, na tutakujaona kwa nini yameitwa ayamu tashriqi, kwa nini yameitwa kwa jina hili insha Allah. Tutakujaona tukifika mahala pake. Idhan hapo tumemaliza kupitia mukaddima na tamhid. Sheikh ametuelezea anachokusudia kutufundisha katika risala hii, kwa bila shaka tumefaidika kwa hilo. Kwa wale walio noti, maana yake unakaa unajua kabisa kwamba katika hii risala tutaistafidi kadha wa kadha wa kadha. Na leo tunaanza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza katika mambo ambayo tunajifunza katika hii risala, bayanu fadli ashri dhilhijja, ubainifu wa ubora na utukufu wa siku wa 10 la kwanza la Dhulhijja, ubainifu wa utukufu wa 10 la kwanza la Dhulhijja. Hii ndio nukta ya kwanza. Sheikh anasema inna Allah azza wa jalla faddala ba'd ash-shuhuri, Allah tabaraka wa taala mshindi aliyetukuka, faddala ba'd ash-shuhuri, ameifadhilisha baadhi ya miezi, wal ayami ay wa ba'd al ayami, na akayafadhilisha baadhi ya masiku, wal layali, yani al ayami, Allah tabaraka wa taala amefadhilisha baadhi ya michana. Al ayam ni jamu ya yaum, na wakati mwingine yanatajwa al-ayyam ikiwa inakusudiwa masiku kwa maana usiku na mchana, lakini wakati mwingine yanatamkwa al-ayyam ikiwa inakusudiwa michana. Sawa, ikiwa inakusudiwa michana. Walayali ni zile nyakati za usiku, ndio inaitwa al-layali. Layali ni jamu ya laila, ni wingi wa usiku. Kwa layali ni usiku, wingi wake tunasemaje? Usiku mmoja ukiwa ni jamu, kwa wingi tunasemaje? La, sio Kiarabu. Kiarabu kinafahamika, Kiswahili chetu. Haya, watu wa pwani tunasemaje? Usiku mmoja. Ikiwa nyingi tunasemaje? Bila shaka tunatumia ni usiku, na kama kuna makosa Kiswahili tutarekebishwa. Yeyote ambaye ni mtaalamu wa Kiswahili atuzawadia, turekebishe katika hilo insha Allah taala, na sisi tuko tayari kupokea marekebisho yake, na tutakuja hapa tunarekebisha kwamba sio ni usiku, ni kadha. Tayari? Naam. Idhan Sheikh anasema Allah tabaraka wa taala faddala ba'd ash-shuhuri, ameifadhilisha baadhi ya miezi, wal ayami ay wa ba'd al ayami, na akafadhilisha baadhi ya michana, wal layali, na baadhi ya usiku, kwa maana baadhi ya nyakati za usiku, ala ba'dhin, kuliko masiku mengine, ala ba'dhin, kuliko masiku mengine. Liyakuna dhalika aunan, kwa nini Allah amefadhilisha michana na usiku kuliko nyakati zingine? Sheikh anasema liyakuna dhalika aunan lilmuslim, ili jambo hilo liwe ni msaada kwa Muislam, fi ziyadati al-amali, katika kuzidisha kufanya matendo. Allah tabaraka wa taala kufadhilisha baadhi ya time,
baadhi ya vipindi, baadhi ya nyakati, ili iwe ni msaada kwetu sisi Waislamu kuzidi kufanya ibada, kuzidi kufanya ibada mbalimbali, waraghbati fi taati, na kuwa na pupa, ili Muislamu azidishe pupa katika kukimbilia ibada na matendo yaliyokuwa mazuri yenye kumkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni katika hikma za Allah tabaraka wa ta'ala kufadhilisha baadhi ya masiku na baadhi ya vipindi kuliko vipindi vingine. Kwa Allah amejalia masiku, yani michana ya Dhulhijja, kuwa ni vipindi ambavyo vyenye kheri kuliko michana mingine. Kadhalika Allah tabaraka wa taala akafadhilisha usiku, yani vile vipindi vya usiku katika 10 la mwisho la Ramadhani kuliko usiku zingine. Sawa? Kwa 10 la kwanza la Dhulhijja michana yake ni bora kuliko michana ya 10 la mwisho la Ramadhani. Tuelewane hapa. Michana ya 10 la kwanza la Dhulhijja ambayo ndio tunaingia hivi karibuni tayari, michana yake ni bora kuliko michana ya 10 la mwisho la Ramadhani. Lakini nyakati za usiku katika 10 la mwisho la Ramadhani ni bora kuliko nyakati za usiku katika 10 la Dhulhijja. Umeelewa? Kwa usije ukaona kama vile mbona tumeona katika darasa za Ramadhani kwamba masiku yaliyokuwa bora ya kukithirisha ibada ni yale masiku ya 10 la mwisho la Ramadhani. Sasa inakuwaje na hili 10 la kwanza la Dhulhijja? Ni vipindi, maulama wameeleza hivyo kwamba vile vipindi vya mchana, ile michana ya 10 la kwanza la Dhulhijja ni bora kuliko michana ya 10 la mwisho la Ramadhani, lakini usiku zake ni bora kuliko vipindi vya usiku vya 10 la kwanza la Dhulhijja. Kwa hivyo Sheikh anasema Allah tabaraka wa taala amefadhilisha baadhi ya vipindi kuliko vingine ili iwe ni msaada kwa Muislamu kukithirisha na kuzidi kufanya ibada, waraghbati fi taa, na kupupia katika kufanya mema, watajdidi nashati, na kujaddid, yani kurenew ile nashati yake, kurenew nashati yake, ule uchangamfu wake katika ibada. liya'dhuma ajruhu, ili malipo yake yawe makubwa. Liya'dhuma ajruhu, ili malipo yake yawe makubwa. Wayahdha binasibin, na ili aweze kupata fungu lililokuwa kubwa. Wayahdha binasibin wafirin, na ili aweze kupata fungu lililokuwa kubwa. Mina thawabi, katika thawabu, ili aweze kupata kujinyakulia fungu lililokuwa kubwa katika thawabu. Kwa katika hikma pia ni kwamba anatakiwa Muislamu katika haya masiku na hivi vipindi aweze kujaddid nashati yake, ule uchangamfu wake, yani anakuwa ni mwenye kukithirisha zaidi, mwenye kufanya ibada kwa wingi zaidi, na kuonesha uchangamfu tofauti na masiku mengine yaliyopita. Yani ikiingia Dhulhijja, Muislamu lazima
uoneshe hali ya tofauti na ulivyokuwa Dhulqaada na Shawwal tayari, yani maisha yako yabadilike. Naelewana? Hii ndio maana ya tajdid an-nashat, utofautishe maisha yako ya kabla ya ashru Dhulhijja na baada ya kuingia Dhulhijja. Kama ulikuwa usome Qur'ani, jitahidi kusoma Qur'ani. Kama ulikuwa ukithirisha kuswali sunna, kithirisha kuswali sunna. Kama ulikuwa hutoi sadaka, kithirisha kutoa sadaka. Sawa? Wa hakadha na mengineyo katika ibadati na mambo yenye kukukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili uweze kupata ujira mkubwa na ujinyakulie fungu lililokuwa kubwa la thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقد فضل الله تعالى عشر ذي الحجة، na Allah tabaraka wa taala amelifadhilisha 10 la kwanza la Dhulhijja ala ghairiha, juu ya masiku mengine. Allah tabaraka wa taala amelifadhilisha 10 la kwanza la Dhulhijja ala ghairiha, kuliko masiku mengine. Min al-ayami, katika masiku ya dunia. Min al-ayami ay min ayami dunya, kuliko masiku mengine yote ya duniani. Fa'an ibn Abbas, imekuja hadithi kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, kutoka kwa mtume alayhi salam kuwa anasema. Abdullah ibn Abbas anasimulia maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wasallam: ma min ayamin, hakuna masiku ambayo al-amalu salihu fihinna, matendo mema yanayofanyika katika hayo masiku, ahabbu ila Allahi minhu, ni yenye kupendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kufanyika matendo hayo ndani ya hayo masiku, ndani ya hivyo vipindi. Fi hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko matendo mema yanayofanyika katika 10 hili la kwanza. Ma min ayami, hakuna masiku yoyote, yani michana. Al-ayam hapa maulama wanasema inakusudiwa michana, ili tafsiri ije nzuri, ili tukusanye hadithi zinazoelezea matukufu ya ashru Dhulhijja na hadithi zinazoelezea matukufu ya 10 la mwisho la Ramadhani. Sasa katika kuzikusanya hadithi hizi, wanapotafsiri ma min ayyam, al-ayyam huna inakusudiwa michana. Tunaelewana Waislamu? Lakini Kiswahili chetu tunatafsiri masiku, lakini tunaposema masiku tunakusudia, tuelewane, tunakusudia nini? Michana, nyakati za mchana. Ama nyakati za usiku hapana. Ashru Dhulhijja nyakati zake hazilingani fadla na nyakati za 10 la mwisho la Ramadhani. Tuko pamoja? Ma min ayami al-amalu salihu fihinna, hakuna masiku yoyote, masiku ambayo matendo mema yanayofanyika katika vipindi hivyo, ahabbu ila Allahi, yanapendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, minhu fi hadhihi al-ayami al-ashr, kuliko matendo mema yanayofanywa katika hili 10, kwa maana 10 la kwanza la Dhulhijja. Kwa maana matendo mema yanayofanyika katika 10 la kwanza la Dhulhijja, katika vipindi vya mchana, zile nyakati za mchana, ahabbu ila Allah, ibada hizo zinapendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala kuliko ibada zinazofanyika michana katika masiku mengine. Qalu, masahaba wakasema kumuuliza mtume alayhi salam, wala aljihadu fi sabilillah, ewe mtume wa Allah,
Ina maana hata jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala hailingani malipo yake na amali njema atakayoifanya Muislamu katika michana ya ashru Dhulhijja. Masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wanamuuliza Mtume alayhi salam ili atoe ufafanuzi wafahamu vizuri. Faqala, akasema Mtume alayhi salam, wala jihadi katika njia ya Allah tabaraka wa taala hailingani malipo yake na amali yoyote iliyokuwa njema, ibada yoyote anayoifanya Muislamu katika 10 la kwanza la Dhulhijja, nyakati za mchana. Hata ibada ya jihadi hailingani malipo yake. Tunafahamu kwamba aljihadu afdalul ibadat, jihadi ni ibada tukufu, lakini angalia hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hata jihadi, pamoja na kwamba ni ibada adhima, lakini bado pia Muislamu akifanya jambo jema mchana katika masiku ya ashru Dhulhijja, malipo yake ni makubwa, malipo yake ni makubwa. Hata mwenye kutoka kwenda jihadi malipo yake hayamfikii huyo. Inaonesha nini? Inaonesha ubora wa masiku haya ya ashru Dhulhijja, hasa nyakati za mchana. Kwa tusighafilike na vipindi hivyo Waislamu. Mtume alayhi salamu akasema, wala aljihadu fi sabilillah illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi, aliyetoka au atakayetoka nyumbani kwake, katoka mwenyewe kwenda jihadi fi sabilillah, wa malihi, kadhalika na mali yake. Illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsi, katoka mwenyewe, wa malihi, na mali yake, akaenda jihadi fi sabilillah, walam yarji min dhalika bishai'in, kisha ikawa hakujarudi chochote. Lam yarji huwa, yeye mwenyewe hakurudi, kwa maana istashhada, mata shahidan, amekwenda vitani, maisha yake yakaishia huko, akafia vitani. Hilo la kwanza. Kaenda na mali yake pia ikamalizikia vitani, ikatumika ikaisha, kwa haijarudi mali yake, na yeye mwenyewe nafsi yake haijarudi. Fahadha a'dhamu daraja, huyu atakuwa na daraja ya juu kuliko atakayefanya amali njema katika 10 la kwanza la Dhulhijja. Na hii wanasema ahlul ilmi kuwa ndio a'dhamu aljihad wa afdalu aljihad fi sabilillah. Hii ndio jihadi iliyokuwa bora. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliulizwa, ayu aljihadi afdal, ni jihadi ipi iliyokuwa bora? Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu, ni jihadi ya mtu ambaye ametoka kisha ikamwagika damu yake, kwa maana akawa amefia vitani, kadhalika na mnyama wake au kipando chake au mali yake ikawa imemalizika vitani. Hiyo ndio jihadi iliyokuwa bora, kwa maana yeye hakurudi na mali yake pia haijarudi. Hii ndio jihadi iliyokuwa bora. Ama jihadi nyingine, mtu kaenda jihadi mwenyewe au kaenda na mali yake, wakapambana huko kuinusuru dini ya Allah, kisha wakarudi na yeye akarudi, basi hii malipo yake ni makubwa, lakini bado mwenye kutenda amali njema katika masiku haya anakuwa na malipo ya juu zaidi. Mmeelewa hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa hiyo ni moja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazobainisha ubora na utukufu wa masiku haya ya 10 la Dhulhijja. Kadhalika hadithi hii ameitoa Imam Ahmad, kadhalika Imam al-Bukhari, kadhalika Imam Abu Dauda,
na wengineo katika wanachuoni wa hadithi. Pia hadithi nyingine ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, ma min amalin, hakuna amali yoyote anayoifanya Muislamu, azka inda Allah, ay afdal wa ahabbu, hakuna amali yoyote anayoifanya Muislamu azka ay afdalu wa ahabbu, ambayo ni bora zaidi na inapendeka zaidi inda Allahi azza wa jalla, kwa Allah tabaraka wa taala mshindi aliyetukuka, wala a'dhama ajra, wala yenye malipo yaliyokuwa makubwa. Hakuna amali inayopendeka zaidi kwa Allah na yenye malipo makubwa kwa Allah tabaraka wa taala, min khairin, kuliko jambo lolote la kheri, ya'maluhu ay ya'maluhu almuslim, analolifanya Muislamu fi ashri al-adha, katika 10 la kwanza la Dhulhijja. Allahu akbar. Hadithi hii ameitoa Imamu Darimi katika sunani yake na ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Irwaul Ghalil. Mtume alayhi salam anabainisha pia ubora na utukufu wa haya masiku yaliyoko mbele yetu, na tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie katika watakaofika na wenye kunufaika na masiku hayo, kwamba hakuna amali yoyote yenye kupendeka zaidi kwa Allah na yenye malipo makubwa kwa Allah tabaraka wa taala, min khairi, kuliko khairi. Khair imekuja nakra fi siyaqi al-ithbat, yaummu, yani inaenea. Khairi yoyote, min khairi, kuliko khairi yoyote, ya'maluhu, anayoifanya Muislamu, ya'maluhu ay almuslim, fi ashri al-adha, katika 10 hili la Dhulhijja, 10 la kwanza la Dhulhijja. Kwa maana 10 la kwanza la Dhulhijja, khairi yoyote utakaoifanya Muislamu, saghiran kana am kabira, sawa sawa itakuwa ni ndogo au kubwa, usiangalie udogo wake. Hata kama utafanya khairi iliyokuwa ndogo, Mtume alayhi salam ametumia khair kwa nakra, inaingia khairi ndogo na khairi iliyokuwa kubwa. Kwa khairi yoyote anayofanya Muislamu katika 10 hili la kwanza la Dhulhijja ni jambo lililokuwa bora kwa Allah tabaraka wa taala, linapendeka zaidi kwa Allah subhanahu wa taala. Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala katika hadithi hizi anasema, wa hadha yadullu ala fadli hadhihi al-ayyam, hadithi hizi zinajulisha ubora na utukufu wa masiku haya ya Dhulhijja, wa hiya ayyamun adhima, na kwamba haya ni masiku matukufu, yushra'u fiha lilmu'mini al-iktharu min a'mali al-khairi, ni sheria kwa Muislamu yanapoingia haya masiku ya Dhulhijja, al-iktharu min a'mali al-khairi, Muislamu akithirishe kufanya yaliyokuwa mema. Haya ni maneno ya al-allamatu Ibn Bazi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kadhalika Sheikh baada ya kumaliza kuzitaja hadithi hizi akasema mithili ya maneno aliyosema Sheikh Ibn Bazi rahimahullah, akasema Sheikh, wa hadha dalilun ala fadli ayami ashri dhilhijja, na hizi hadithi ni dalili za wazi zinazojulisha utukufu na ubora wa masiku ya 10 la kwanza la Dhulhijja, ala ghairiha, kuliko masiku mengine, kwa maana michana ya siku za Dhulhijja ni bora kuliko michana ya masiku mengine, min ayami sanati, katika masiku ya mwaka mzima, au katika michana ya masiku yote ya mwaka mzima.
michana iliyokuwa bora katika ibada ni ile michana ya 10 la kwanza la Dhulhijja, lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam shahida biannaha, ameshuhudia, yani amebainisha, biannaha afdalul ayyam, kwamba haya masiku ndio masiku yaliyokuwa bora. Hii michana ya Dhulhijja ndiyo michana iliyokuwa bora lilamali salihi, kwa kutenda matendo mema. Muislamu anatakiwa atumie fursa ya hii michana ya Dhulhijja kuyafanya yaliyokuwa mema bila kudharau wala kudogesha ibada unayoifanya. Rakaa 2 unazoziswali baada ya udhu, usidharau, malipo yake ni makubwa katika ashru Dhulhijja. Ni tofauti na rakaa 2 utakazoziswali nje ya ashru Dhulhijja. Usidharau Muislamu kufanya kheri yoyote kwa kadri ya uwezo wako uliojaliwa na Allah tabaraka wa taala. Wasaa wako wa kutekeleza ibada Allah tabaraka wa taala aliyokujalia, jitahidi kutekeleza ibada hizo. Kama ni ibada za kimwili, jitahidi sana kuzifanya. Swali sunna, fanya adhkari, soma Qur'ani kwa wingi, fanya khatamati, hitimisha Qur'ani ndani ya masiku haya ya Dhulhijja. Jitahidi sana. Hujaweza kuhitimisha Qur'ani, basi kithirisha kusoma zaidi. Wa hakadha kana salaf, na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia. Wa hatha fiha ala al-amali salih, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza kufanya matendo mema katika haya masiku ya Dhulhijja. Wa amara fiha, na akaamrisha Mtume alayhi salam katika hiyo michana ya Dhulhijja, bikathrati tasbihi, Waislamu kukithirisha kuleta tasbihi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Bikathrati tasbihi, kukithirisha kumsabihi Allah tabaraka wa taala kwa kusema subhanallah, watahmidi, na kumhimidi Allah, kukithirisha kumhimidi Allah kwa kusema alhamdulillah, watakbiri, kadhalika na kukithirisha kumkabiri Allah, kumtukuza Allah mtukufu tabaraka wa taala kwa kusema Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Kukithirisha Muislamu kuleta takbira na tasbihi na tahmidi na tahlil kwa wingi katika haya masiku ya Dhulhijja. Muislamu akiambiwa kukithirisha kufanya matendo mema, wengi huwa tunakimbilia mifukoni. Yani mara nyingi watu akili zao zinawapeleka kwenye mifuko. Wakisikia kwamba tunahimizana kufanya mema, watu wanafikiri kufanya mema ni kutoa pesa tu. Sawa, si kutoa pesa tu. Kufanya mema kuko kwa aina mbalimbali. Ibada ziko nyingi shekhe, ambazo unatakiwa kuzifanya na kukithirisha kuzifanya ibada hizo. Sasa ibada ya pesa na yenyewe ikiwemo kutoa zaka, kutoa sadaka. Sasa hii ni kwa wale waliojaliwa na Allah tabaraka wa taala. Ama wewe swaluku, kithirisha kufanya ibada zingine, kama Allah tabaraka wa taala haja kuwafikisha kuwa na mali ya kutoa zaka. Lakini kama Allah amekuwafikisha kuwa na mali ya kutoa sadaka, kithirisha pia kutoa sadaka, kwa sababu sadaka haihitaji kuwa tajiri. Sadaka haihitaji kuwa tajiri. Sadaka inahitaji tu kuwa na moyo wa kutoa, Hata 100 ni sadaka, hata 150 ni sadaka. Na usidharau 50 unayotoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Unatoa kumsaidia maskini, umemkuta pale nje ukampa 550, usidharau hiyo. Ni kheri kubwa sana, unatoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sasa huna hata uwezo wa kutoa shilingi 50, huna uwezo, basi wewe jitahidi shekhe katika ibada zingine. Kithirisha kufanya adhkari,
mtaje sana Allah tabaraka wa taala, msabihi Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja katika kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam tuliyoisoma, ma min ayami a'dhamu inda Allahi, hakuna masiku ambayo yaliyokuwa ni matukufu zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, wala ahabbu ilayhi, wala yenye kupendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, al'amalu fihinna, matendo mema yatakayofanyika katika hayo masiku ni yenye kupendeka zaidi kwa Allah tabaraka wa taala, min hadhihi al-ayami al-ashri, kuliko kumi hili la kwanza la Dhulhijja. Faakthiru fihinna, basi kithirisheni enyi Waislamu katika hilo kumi la kwanza la Dhulhijja, kithirisheni enyi Waislamu min at-tahlili, kuleta tahlil la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii ndio tahlili. Muislamu umeleta la ilaha illa Allah leo, kutwa nzima umeleta mara ngapi? Kila mmoja ajiangalie na itathmini nafsi yake. Kama hujaleta hata mara moja, umekula hasara ndugu yangu, umekula hasara. Wa na'udhu billahi min su'il hal. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha kuleta tahlili. Huyu ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa kaifa ana wa anta? Na Mtume alayhi salam anasema, mwenye kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, wakati wa asubuhi, imma baada salati alfajiri au kabla jua halijachomoza au hata baada ya jua kuchomoza, katika adhikari za asubuhi akaileta hii dhikri 100 mara 100 asubuhi, itakuwa ni hifadha na kinga kwake yeye dhidi ya kila aina ya shari, dhidi ya kila kiumbe chenye shari. Wacha shirki, hirizi za shirkiyati, kufunga makamba na kadha, kujikinga na mabalaa. Jikinge na hirizi ya Allah tabaraka wa taala, ambayo ni kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 mara 100. Hii inataka muda, na muda wenyewe sio mwingi sana, nusu saa au hata dakika 20 unaweza kusema la ilaha illa Allah mpaka mwisho mara 100. Inategemea unaziletaje na una uwepesi gani, lakini tuweke mazoea na mfumo wa Islam wa kuleta adhkari hizi asubuhi kadhalika na jioni. Mtume alayhi salam anasema itakuwa ni kinga kwa mtu huyo kutwa nzima mpaka jua litakapozama. Kadhalika kileta dhikiri hii jua linapozama, yani jioni, itakuwa ni kinga kwake yeye usiku kucha, itakuwa ni kinga kwake yeye kwa viumbe wenye shari, kwa wachawi wote, mpaka jua litakapochomoza asubuhi. La ilaha illa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa mwongozo watu kukithirisha kuleta tahlil wa takbiri, kadhalika na kukithirisha kuleta takbira wa tahmidi, kadhalika na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar walhamdulillah, kukithirisha kuzileta hizi dhikri. Wa mimma yadullu ala fadliha aidan, Sheikh anasema, na katika mambo pia yanayojulisha ubora na utukufu wa masiku haya ya 10 la kwanza la Dhulhijja, anna fiha yawm arafata, anna fiha yawm arafata, ni kwamba katika haya masiku ya Dhulhijja ndimo hupatikana siku moja ya Arafa. Wa yawm an-nahri, kadhalika hupatikana siku ya kuchinja katika masiku haya ya Dhulhijja. Wa fiha al-udhiyatu wal-hajj, kadhalika katika haya masiku ya Dhulhijja hutendeka ibada ya kuchinja, kadhalika na ibada ya haji. Ibada ya haji hufanyika katika masiku haya ya Dhulhijja, 10 la kwanza la Dhulhijja. Kadhalika na ibada za kuchinja zinaanza siku ile ya 10 na zinaendelea mpaka siku ya 13. Qala al-Imam Ibn Hajari rahimahullah, amesema al-Hafidh Ibn Hajari akielezea katika Fathul Bari, walladhi yadhharu,
na hali ambayo inadhihiri anna sababa fi imtiyazi ashri dhilhijja, hali ambayo inadhihiri ni kwamba sababu ya 10 la kwanza la Dhulhijja kupata miza, kutofautiana na masiku mengine, ile michana ya 10 la kwanza la Dhulhijja, sababu iliyopelekea nyakati hizo kutofautiana na kupata miza kuliko masiku mengine, limakani ijtimai, ni kwa vile hukusanyika katika vipindi hivyo ummahatul ibadati fihi, ni kwa vile hukusanyika katika hivyo vipindi ibada zilizokuwa kubwa, ibada kubwa kubwa zinakusanyika, ibada mama kusanyika katika masiku hayo ya Dhulhijja. Wa hiya, nazo hizo ibada Al-Hafidh Ibn Hajar akazitaja: as-salah, ibada ya sala, wasiyam, kadhalika na ibada ya funga, was-sadaqatu, kadhalika na ibada ya sadaka, watu wanakithirisha kutoa sadaka na kukithirisha kufunga, walhajju, kadhalika na ibada ya haji, wala yataatta dhalika fi ghairihi, na baadhi ya ibada hizo hazipatikani katika masiku mengine. Wala yataatta ay ba'dha, baadhi ya ibada hizo alizozitaja hazipatikani katika masiku mengine yasiyokuwa hayo, kama vile udhuhiyya, kama vile ibada ya haji haipatikani isipokuwa ndani ya Dhulhijja. Kadhalika ibada ya kuchinja udhuhiyya haipatikani isipokuwa ndani ya Dhulhijja. Kwa hiyo hii kadhalika na ibada ya Arafa, saumu ya Arafa haipatikani isipokuwa ndani ya Dhulhijja. Kwa hiyo inaonyesha ubora na utukufu wa haya masiku ya Dhulhijja, 10 la kwanza la Dhulhijja, ni kwamba ni masiku yaliyokuwa bora matukufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ameyafadhilisha ili tupate kukithirisha kufanya yaliyokuwa mema. Idhan, katika kumalizia nataja ufupisho wa hizi fadhila wa haya mambo yanayoonyesha ubora na utukufu wa masiku haya ya Dhulhijja. Sheikh ameyataja kwa jumla, ameyataja kwa kuyatanua, lakini mimi hapa nayataja kwa ufupi, moja baada ya lingine, na uyanukuu, na insha Allah nitawauliza kwamba taja jambo la kwanza katika mambo yanayoonyesha ubora na utukufu wa masiku 10 ya Dhulhijja. Jambo la kwanza, anna Allah ta'ala akmala lana fiha dinahu. Jambo la kwanza ni kwamba Allah tabaraka wa taala alitutimizia dini yake katika siku hizo za Dhulhijja. Allah ameikamilisha dini ya Uislamu ndani ya masiku ya Dhulhijja. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Imeshuka mwezi 9, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama Arafa. Imeshuka mwezi 9, Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Kwa dini ya Uislamu Allah kaikamilisha katika 10 hili la Dhulhijja. Hiyo faida ya kwanza. Jambo la pili, wa annahu yajtami'u fiha ummahatul ibadat, ni kwamba hukusanyika katika 10 la kwanza la Dhulhijja ibada mama ambazo la tajtami'u fi ghairiha, hazikusanyiki katika masiku mengine. Hii ni faida ya pili, kwamba katika 10 hili la kwanza la Dhulhijja hukusanyika ibada mama ambazo hazikusanyiki katika masiku mengine. Faida ya tatu, anna al-amala as-saliha fiha
au fihinna, ni kwamba matendo mema yanayofanyika katika 10 la kwanza la Dhulhijja, ahabbu ila Allahi, yanapendeka zaidi kwa Allah, min ghairiha, kuliko matendo mema yanayofanyika katika masiku mengine. Amali njema anayoifanya Muislamu katika 10 la kwanza la Dhulhijja, amali hiyo inapendeka zaidi kwa Allah kuliko amali anayoifanya katika masiku mengine. Faida ya 4, anna fiha yawma arafata, anna fiha yawma arafata, ni kwamba katika masiku haya ya Dhulhijja kunapatikana siku ya Arafa, kunapatikana siku ya Arafa ambayo ni siku tukufu, na tutakujaona insha Allah matukufu yake tukifika katika darasa yake biidhnillahi tabaraka wa taala. Kadhalika katika faida, anna fiha yawma an-nahri, anna fiha yawma an-nahri, kadhalika katika siku 10 hizi za Dhulhijja ndimo hupatikana siku kuu ya kuchinja, siku kuu ya kuchinja ambayo ni siku ile ya mwezi 10. Siku ile ya mwezi 10 ndio siku ya kuchinja, ndio siku inaanza ibada ya kuchinja. Kwa hizi ni baadhi ya faida zinazoonesha ubora na utukufu wa ashru Dhulhijja, 10 la kwanza la Dhulhijja. Kwa hiyo tuyazingatie hayo na mengineyo na tuyafanyie kazi biidhnillahi tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam. Tubakia hapo na tumemaliza jambo la kwanza katika mambo ambayo tunajifunza katika risala hii, ubainifu wa utukufu na ubora wa masiku 10 ya mwanzo ya Dhulhijja. Jambo linalofuata ni mambo ambayo anatakiwa mtu ajiepushe nayo linapoingia 10 la kwanza la Dhulhijja. Tutakuja kuanza darasa hili kesho biidhnillahi tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.